hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Mungu, wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Mungu, wa kuabudiwa, wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Mungu, wa kuabudiwa, wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Nani kama wewe? Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Mungu. Ulisema wewe jina lako ndivyo lilivyo Mungu, unatupatia kushindana zaidi ya kushinda, wa kuabudiwa, wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Mungu, wa kuabudiwa, wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Nani kama wewe? Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Mungu, wa kuabudiwa, wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Enda mbele za Bwana jioni ya leo, mwambie yetu anastahili kuabudiwa. Tangaza wewe wa Bwana, mwambie yetu ndiye anastahili kuinuliwa na kupewa sifa.
Jioni ya leo hatuna Mungu mwingine tunayemwabudu. Jioni ya leo hatuna Mungu mwingine tunayemtukuza isipokuwa wewe Bwana, isipokuwa wewe Mfalme wa wafalme. Jina lako linuliwe, jina lako litukuzwe Mfalme, jina lako litukuzwe Bwana wa mabwana. Hakuna kama wewe Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema Mfalme. Asante kwa ajili ya wema wako Bwana. Watosha Yesu, hakuna kama wewe. Vizazi hadi vizazi nakufahamu wewe, uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe, umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Vizazi hadi vizazi vyakufahamu wewe, uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe, umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Vizazi hadi vizazi nakufahamu wewe, uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako, umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Vizazi hadi vizazi vyakufahamu wewe, uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe, umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Umejivika utukufu, wewe ni Mungu, kweli wewe ni Mungu, kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu, wewe ni Mungu. Jioni ya leo tukuza jina la Bwana kwa ibada ya mchana wa leo. Tangaza wema wa Bwana kwa ibada ya mchana wa leo. Wema zakana la manzetele bayande ribazanda la bayande rakada bazede berana mande balada mazande rakade basata la bandele bazaya imande mazakate balana mande rekada bara bazande balaba. We worship you tonight, Lord. Remazete barana mazande leba.
You are worthy our praises, oh God. You are worthy our worship, oh Lord. You are worthy, Lord. You are worthy. You are worthy. I receive our worship this evening, Lord. I receive our worship, Lord. Rema shekada bana bana ma. Imande mazetele bana na manzaya. Ikada baseketele. Imande mazandele bayade. Rakada bada 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 bada. Reketala bazete bede 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 bede. Ramamande masekada bana. Imande bazetele bada bada. Tunatangaza mbingu zilizofunguka kwa ibada ya jioni ya leo. Tunatangaza mbingu zilizofunguka kwa ibada ya jioni ya leo. Ni Mungu wetu. Shakadala bazentele banana mande. Rekada bashete banana mazande. Rekada baseketele bazandele barada. Rimante basekata barada. Rimante mazatala barada. Rimantele basakana malabayande. Imanta bazentele barada. Rekada bashetele barada. Imandela baseketele barada. Imandele barada. There is power in your name. There is revelation in your name. There is redemption in your name. Rema shekadaba. Deliver us, Lord. Restore us, Lord. Tonight, Lord. Rema sekatabalada. Imande masala barabaraba. Shakatala bazetele baranama. Shana mazekala bana. Maseketele bebe. Ni Mungu unayeweza. Wewe ni Mungu wetu. Ni Mungu unayeweza.
Sheda marakata la bazandere le baranama mazeta la basheka da barada da bazanda. Oh Jesus, we worship you, Lord. Mazera basheke tele bana bada rekane mazandele bashada bana mazanda. Rekade beshetele bazande banana manele bana. Remande masheketele banana mayana. We are ready for you, Holy Spirit. Our heart is ready to hear from you. Remande masheketele banana mande bazande. Arama shede beseketele banana banana. Come on, come on. Come and fill us, Holy Spirit of God. Holy Spirit of God, we are here for you.
unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Mimi sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili siku ya leo, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Alfa na Omega, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Alfa na Omega, unastahili kuabudiwa na mwisho, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili
ya leo. Baba tunakuinua, Baba tunakuabudu. Tunasema unastahili kuinuliwa, tunasema unastahili kupewa sifa, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Glorious God, beautiful King, excellent God, I bow before your throne, worship at your feet, bow before your throne. You are the glorious God, glorious God, beautiful King, excellent God, I bow before your throne, worship at your feet, bow before your throne. You are the glorious God. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tunataka tukamsifu Bwana kabla mtumishi wa Mungu ameingia kwa dakika kidogo. Sifa ndio tutafanya sifa. Sifa. Hallelujah. Naguruma. Hallelujah. Wapi makofi kwa Yesu?
akizunguka huku na huku na hapa na kule. Mawimbi, upendo wa Yesu akizunguka. Mungu wako anaweza yote.
Mwokozi wangu. Wakati marafiki wamenigeuka, namkimbilia Yesu Mwokozi wangu. Nimkimbilie nani? Nakimbilia Yesu Mwokozi wangu. Nikimbilia nani? Nikimbilia Yesu Mwokozi wangu. Nikimbilia nani? Nikimbilia Yesu Mwokozi wangu. Nikimbilia nani? Nikimbilia Yesu Mwokozi wangu. Wakati marafiki wamenigeuka, namkimbilia Yesu Mwokozi wangu. Kimbilia nani? Nakimbilia Yesu Mwokozi wangu. Wapi kelele? Oh, tupe haleluya, Hosanna.
nitakusifu mimi namuna gani we namuna gani Yesu niwaambie nitakushukuru namuna gani we nitakuimbia namuna gani we nitakuchezea namuna gani we namuna gani Baba wa rehema Baba namuna gani we wa rehema Baba namuna gani we Yesu wa rehema Baba namuna gani we namuna gani wapige kelele kwa haleluya Yesu ni wapie sana
Hallelujah. Amen. You may have our seats in Jesus name. Kuna wimbo sijui vile inaenda kabisa, lakini nilisikia ikiimbwa nikiwa kijana. Bwana nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau hata kidogo. Twende kazi. Bwana nieleze kile kilichokufanya ukaja humu wakati ule, yote ya mbinguni haukuyaona kitu, ukaja ishi na watu wako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau hata kidogo. Yesu shangwe na vigere. Sometimes zile zinaitwa zilizopendwa gospel zinakuanga mzuri na ujumbe mzito. Bwana asifiwe. Sisemi waimbaji wa sahi hawaimbi vizuri, wanaimba vizuri, lakini pia kuna wenye wanaimba vibaya. Bwana asifiwe. Praise the name of Jesus. Amen. Mimi nilisikia mawimbo kama furi Sasa sisemi hiyo wimbo ni mbaya, mimi nasema tu zinaimbwa saa hii. Nianze mimi mic ngoja tafadhali. Nani niende kwa council. Go to the council. Misha msalabani, Nado Saudi. Kusaidia. Hallelujah. Kafa kifo cha uchungu na aibu. Father, we thank you. Father, we give you glory. It is a wonderful time that we have come to your house. We give you glory. We give you praise. We bless your name. In the next few minutes, Lord, as I bring forth your word, I pray that your word will come forth with clarity and power. You will speak to us in a way that we understand. In Jesus' mighty name we pray. Amen, 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 amen. Bwana asifiwe sana. Today I'm teaching about Adam. Where are you? Adam alitoroka Mungu. We are talking about Adam. What Adam did, what Adam lost, kenye Adam alipoteza baada ya dhambi. Bwana asifiwe sana. Na venye Yesu alirejesha kenye Adam alipoteza. Praise the name of Jesus. So we're gonna be talking from the book of Genesis, chapter 3 verse 1. Ebu tuende Genesis chapter 3 verse 1. You understand ya kwamba kwa Genesis there was the day I will come and try to explain to us kitabu ya Genesis, Mwanzo. Maandiko yanasema ya kwamba kila kitu kingine Mungu create, aliumba. Bwana asifiwe. God created. God did what? Created the heavens and the earth. Kwa order ya creation ni kumaanisha God aliumba heavens kwanza, not heavens. Can you go to Genesis chapter 1 verse 1 then you come back to this one? Let's go to Genesis chapter 1 verse 1, because in this ministry you have to understand scriptures whether you like it or not. You have to understand maandiko. In the beginning God Elohim created by forming from nothing the heavens and the earth. Esa kuja ukaa hapa ndio wacha kuinamisha kishingo kwa kuta ya pila ukiangalia maandiko. Bwana asifiwe. Unaona ni mambinguni. Wacha niweke kwa Kiswahili. si mbinguni nyingi, lakini dunia ni moja, not earth. Heavens and the earth. God created the heavens
and the earth. So heavens were created first, then the earth. We only have one earth, but we have heavens, several heavens. For the members of this church, I've taught you we have the third heaven, the second heaven, and the first heaven. So that one is not for today. But one thing I want you to understand in this scripture ni kwamba God created first the heavens. Now, the Genesis did not give us details of what and who occupies the heavens, kama venye ilituelezea dunia. Also, the Bible didn't tell us the details of how God created the heavens in Genesis chapter 1 verse number 1. So heavens, how it was created, from what, we don't have details. But the Bible says heavens comes first, then the earth. So what was created before earth is the heavens. Number two thing I want you to understand from Genesis chapter 1 is man was not created, man was made. Bible says in Genesis chapter 1 verse 26, let us make man. So mwanadamu hakuumbwa. Ngojea usitoke hapa. The meaning of creation ni kuform kitu from nothing. The meaning of creation is to do what? To form something from completely nothing. But man was made from something. Go to Genesis chapter 1 verse 26. Bible inasema let us make man. Let us do what? Make man. Genesis chapter 1 verse 26. Let us make man. So man was not created. Oh, I am a creation. You are not a creation. You are a making. Then God said, let us, Father, Son, and the Holy Spirit, make man in our image. So man was not created. Man was made. Every other thing was created. Hivi vitu vingine yote, hiyo simu nitachukua ikuwe yangu na itakuwa sadaka. Eka kwa silent ama weka kwa vibration. Bure, I will take it, it will be as a living sacrifice. Itakuwa dhabihu inayoteketea. So wanadamu hawakuumbwa, walitengenezwa. Kwa Kiswahili waliundwa, kuundwa. Making is kuundwa. Bwana asifiwe sana. But every other thing was created. Go back to Genesis chapter 1 verse 1. Go back to Genesis chapter 1. So beings za heaven zilikuwa created. In the beginning, God created by forming from nothing the heavens and the earth. So everything that is in the heavens, God created it. The angels are creations. They are creations. Hii ni maumbile ya Mungu. Lakini mwanadamu anaumbwa, anatengenezwa from something that is existing. That is why man is the only being in God's creation mwenye ana uwezo ya kuenda kwa anga za roho na kuoperate kwa dunia. So when God makes the heavens and the earth, angels operate in the heavens. By command they can come to earth. But man by making anaweza operate kwa earth na heavens. Mwanadamu kwa kutengenezwa, venye mwanadamu ameumbwa, ana ruhusa ya kuoperate kwa hii heavens na hii earth. Lakini malaika jurisdiction yao ni pale mbinguni. Ndio wakuja duniani, inabidi wapatiwe assignment ndio wakuje. Lakini wewe vile umeumbwa, unaweza operate kwa roho na kwa mwili. Uko na roho na mwili. Bwana asifiwe. Huyo anashautia mtu kwa simu, usijali. Bwana Yesu asifiwe sana. So mwanadamu is a very special creation. Ni mtu tofauti sana. Na ndio unaona shetani ako na issue na wanadamu. The devil has issues with men. Unajua watu wanafikiria kwamba kwa sababu wewe si Mkristo, shetani ana issue na wewe. Ako na issue na wewe. Shetani hana issue na Wakristo, ako na issue na wanadamu. Mbona tuumbwe special hivyo na Mungu? Mbona?
Ati unaweza operate kwa dunia na una operate kwa hizo mbingu. Lakini wewe ushafanya mazoezi ya kuoperate kwa dunia peke yake. Hujui kitu kingine hapato hapo. Ni ukule mandazi, ukule miwa, ukule mtura. Ile mtura tumekula mimi na Eliaki inaweza ukipanga hivi mrefu hivi inafika Rwanda. Hivi straight. Tumekula mtura mingi sana. So this is the thing. A human being is a special being. Kwa nini? Anaweza operate earth na anaweza operate in the heavens. Now, Adam anaumbwa, anaweka kwa dunia. This is another thing I want you to understand. Kila creation iko connected mahali ilitoka ndio isurvive. Esther, umeshika mpaka pale. For you to survive, ile material ulitoka ndani lazima ubakie umejiconnect na hiyo material ndio usurvive. Okay, twende chini kwa hii Genesis. Tuteremke verse 2, alafu twende verse 3, twende tu pole pole. Ni kama hata sitaanza kufundisha Kenya, nilikuwa nafundisha leo, itabidi ningangane na hii Genesis hapa mpaka mshike. So, the earth was formless and void, or a waste and emptiness, and darkness was upon the face of the deep, primeval ocean that overcovered and formed the earth. So the Spirit of God was moving, hovering, brooding over the face of the waters. Genesis chapter 1 verse 1 na Genesis chapter 1 verse 2. Shetani anaangukia hapo kabla mwanadamu hajaumbwa. Hiyo niliwafundisha. Hapo ndio mwanguko ya shetani, na kuanguka yake ndio ili affect dunia ikaifanya formless. Unapata? Neema, njoo uketi hapa, achana na simu. Nafundisha ibada, nafundisha neno na huko kwa simu, nitakupiga hedi. The earth was formless. Go to the next verse. End of verse 3. End of verse 3. And God said, let there be light. And there was light. Mungu akasema na kuwa na mwangaza, na kukakuwa na mwangaza. Hii mwangaza ilienda wapi? Haiko. Hizi jua. Hizi jua. Hii light si jua hii. Jua hajaumbwa hapa. Hiyo nitawafundisha siku nyingine. 20 verse 4. Hii si jua, Esther. Kwani hujajua hii light si jua? God saw that the light was good, and he affirmed and sustained it, and God separated the light, distinguishing it from darkness. End of verse 5. Mungu akatenganisha mwangaza na giza. God called the light day, and the darkness he called night, and there was evening and there was morning, day 1. So si jua na mwezi inafanyanga mchana na usiku ikue. Jua ijaumbwa. Rudi verse 4, alafu turudi verse 5. And God saw that the light was good, pleasing, useful, and he affirmed and sustained it, and God separated the light from darkness. Go verse 5. He called light day, he called darkness night, and he called the light day, and the darkness he called night, and the evening and morning the first day. So mnakubaliana na mimi kwamba si jua inafanya mchana ikuwe mchana, na si mwezi inafanya usiku ikuwe usiku, maana hata hazijaumbwa. Day 1. Let's go to day 2, verse number 6. Let's go to verse number 6. And God said, let there be an expanse of the sky in the midst of the waters, and let it separate the waters below the expanse from the waters above the expanse. Now, Mungu ana separate maji yenye iko duniani na yenye iko juu. So sisi tunakuanga ndani ya maji. Ni vile hii maji iko chini na nyingine iko juu. Mungu akatenganisha. So wachana na science yenye Mungu kuelezea science. Unajua science ni funny sana. Science inakuambia ati ile maji, ile mvua imenyesha sasa ita evaporate alafu ikuje kama mvua. Hii maji kidogo yenye iko hapa inaweza kuja hiyo mvua, venye mvua inakujanga. Eliaki mwana mwana science nielezee. Hii ati
sasa hii mvua iko hapa evaporate ikuje tena vile inakunyanga mingi. Uongo. Kuna maji Mungu aliweka huko juu na ndio hii. Ndio hii. Biblia inasema aliseparate maji ya chini na akaseparate maji ya juu. Natoka kwa mtoni ya huko juu. Ati samaki inakuja na nyesha. Okay. Wewe endelea kuamini science. Ni mzuri. Mimi niko nakuelezea creation ya Mungu hapa. Biblia inasema ametenganisha maji ya juu na maji ya chini. Jua bado, lakini kuna mchana na usiku. Jua haijaumbwa ama umeona jua wapi? So mchana na usiku si determine na jua. Jua iwake mchana na usiku itakuwa. Ndugu yangu hii kitu haikuingia. Itaingia tu polepole. Maandiko mimi nasoma maandiko. Anashindwa wenyewe mchana inakuwa bila jua. That is what the Bible says. God separated light and darkness. Called light day, called night darkness. The first day. Now tuko kwa second day. Tuendelee verse 7 Wambete. Hata Wambete anashangana ni anasoma maandiko yenyewe. Ni anatuwekea. And God made the expanse of the sky and separated the waters which were under the heavens from the waters which were above the expanse, and it was so, just as he commanded. Go verse 8. 20 verse 8. So kuna maji juu huku na kuna maji chini. God called the expanse, hiyo maji alitenganisha juu akaita sky or heaven. Heaven ya kwanza, heaven number 1 ni hii tunaona. And there was evening and there was morning a second day. Bado jua haijaumbwa siku ya pili na kuna mchana na usiku. Jua haijaumbwa na ndizo second day. There is day and night. Bwana asifiwe sana. So tumetenganisha tu heavens ya kwanza. Unafikiri kwa nini mbinguni inakaanga blue ukiangalia hivi blue? Ni maji. Inakuanga huku juu. Esther. Jesu mwega. Let's go to verse number 9. I think hapo ndio jua inaundwa. And God said, let the waters below the heavens be gathered into one place of standing, pulling together, and let the dry land appear. And it was so. So huku chini ilikuwa maji peke yake imejaa kila mahali. Maandiko yanasema God akasema ardhi itokee ndani ya maji. Ndio unaona hakuna kitu inaweza survive kwa ardhi unless maji imwagiwe, because ardhi ilitoka kwa maji. Mama ya earth ni water. For the earth to be fruitful, it must connect with its mother, the water. Tumeshika Yesu, tumekamatana mpaka pale. Uwezi weka mahindi hapa mpaka maji kuje ndio ipande ndio kupatie kitu. Bado tujaunda, bado jua haijakuwa jua. Let's continue verse number 10. I have less than 10 minutes or 15 to. God called the dry land earth. Yenye imetoka wapi? Kwa maji. And the gathering of the waters he called seas. And God saw that this was good, pleasing, useful, and he affirmed and sustained it. Verse number 11. So God said, let the earth sprout out tender vegetation, plants yielding seed, and fruit trees bearing fruits according to limit, consistent their kind. So now, mama ya ardhi ni maji, mama ya mimea ni ardhi. Ndio unaona hakuna mimea inaweza kaa mbali na ardhi iwe survive. Mwenye anazaa mimea, si ndio hii? God said, let the earth, wacha ardhi itoe mimea. So why are plants connected to the earth to survive? The earth is their mother. Ardhi ndio inazaa mimea kutokana na hii maandiko. So ukitaka kuua mahindi, itoe tu kwa ardhi, inakufa ku. Umeshika mpaka pale. You want to kill anything that is from the earth because you have to stay connected kwa mahali ulitoka. Na hiyo earth nayo ndio survive, inabaki kuwa connected na maji mahali ilitoka. The earth came from the water. Plants came from the earth. They have to remain connected to survive. Verse number 12. But up to here, there is no sun, there is no moon. Science will tell you the plant cannot survive without photosynthesis.
is a manly way of explaining things. I'm not against science. My wife is a doctor, so she's a scientist in simple terms. So I'm not against science. So if I'm against science, I'm against my own wife. My wife is wife yangu ni daktari, ni nurse, daktari, kama whatever. The earth sprouted and abundantly produced vegetation, plants yielding seed according to their kind, and trees bearing fruits with seed in them according to their kind. And God saw that it was good, and he affirmed and sustained it. Verse 13. So ardhi inazaa mimea. Ardhi inazaa mimea, ndio mama ya mimea. Maji ndio mama ya ardhi. Nataka tushike. And there was evening and there was morning, siku ya tatu. Hakuna jua, hakuna mwezi. Hizi mimea zilikuwa zina survive aje? Photosynthesis ilikuwa ina take place aje? Hakuna jua. Sasa jua inakujia hapo next. Twende verse 14. Verse 14. Then God said, let there be light bearer, sun, moon and stars in the expanse. Sasa ndiye ameanza kuumba jua na mwezi. Na kuko na mchana na usiku. Lakini wewe kichwa chako nakwambianga mchana na usiku ni jua inaifanya. Jua ikuje isikuje, mchana itakuwa mchana. Masaa ya mchana ikifika. Hii ni siku ya 4 ndio jua inaumbwa, siku ya 4. Na already tuko na day and night. Kwa verse 3 tuko na day and night. Hapa ndio jua inatengenezwa. Ili jua irule in the expanse of the heavens to separate the day from the night. So the work of the sun is to separate day and night. Zilikuwa zimeshikana. Esther ataelewa hii akifika home. Hawezi elewea hapa. Umeona? So jua ilikuja tu kutenganisha mchana na usiku. And let them be useful for signs, tokens of God's providence, and for making seasons, days and years. So jua inaleta seasons, inaleta years, inaleta masaa, lakini haileti mchana na usiku. Hallelujah. Neema, umeshika hii maneno? Jua inaumbwa siku ya 4. Kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 4. Mpaka siku ya 4 kulikuwa kunaenda namna gani? Bwana asifiwe sana. Ewe Jehova shikobokobo. My time is really running. Go to the next verse. So jua na mwezi inatawala usiku, jua inatawala mchana, na manyota ziko kwa mahali yake. Verse 15. And let them be useful as light in the expanse of the heavens to provide light on the earth, and it was so just as he commanded. Go to verse number 16. I will come one day and work. Ndafanya maandiko scripture moja baada ya nyingine pole pole. Hizo ni kazi za Tuesday. God made the two great lights, the great light the sun to rule the day, and the lesser light the moon to rule the night. He made the galaxies of stars also, that it's all the amazing wonders in the heavens. So the first heaven ni ya manyota na manini. Go to verse number 17. Oh la 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 jazum brevina. God placed them in the expanse of the heavens to provide light upon the earth. 20 verse 18. Go to verse 18. Today is a Bible exposition. I think ndamalizia hapa verse 18. To rule over the day and night, separate the light from the darkness, and God saw and it was good. And then so tukiendelea, nataka ndio nimalize, niko na dakika 10, nafaa nimalize by saa 2. Nataka ushike hivi. The earth was given birth by the water. The earth gave birth to plants. Ukiendelea kusoma utapata pia the animals were made from the earth. Ukiendelea kusoma verse 20, chapter 2 of Genesis utapata hii mwili yako yenye inaonekana, this your physical body was formed from the earth. Sijui kama umeshika mpaka pale. This body that we are seeing, unaona hizi ni matope mingi hizi. Neema, wewe ni matope. Umeshika? Wewe ni nini? Matope. Sasa hii matope ilitolewa kwa ardhi. So ndio hii matope isurvive, lazima ikule kutoka kwa matope. Ndio unaona inabidi sasa wewe una improve, unakula mboga. Lakini matope tu.
Si mboga ilitoka kwa matope. Umeshika kwa nini unakula mboga? Umeshika kwa nini unakulanga nyama? Wanyama waliumbwa kutoka wapi? So ndio usurvive, lazima u remain connected to the earth for this physical body to survive. Esther, ndio hii mwili yako ibaki, lazima ukule matope. Lakini sasa ukuli matope ikiwa matope direct, unakula ikiwa mboga, ikiwa nyama, ikiwa chapati, ikiwa mchele, lakini ni matope tu. You have to remain connected to your source to survive. The plants were the mother of the plants is the earth. The plants must remain connected to the earth to survive. Your physical body also must remain connected to the earth to survive. That's why you eat food. All food you eat come from the earth. Bwana sifiwe. Samaki ndio survive, ilizaliwa na maji. Ukiendelea kusoma utapata Bible inasema God commanded the seas to give birth to creatures. Now, ukitaka kuua samaki hauipigi mshale. Unaitoa tu kwa maji unaiweka hapo nje na inakufa ku. When you separate the fish from its mother, the water, it dies. Now, wewe ulitoka kwa ardhi, nikikuweka kwa maji, hatuhitaji kukunyonga, nikukurusha ndani ya maji tu. Hapo ndani utaenda, hauna equipment needed to survive ndani ya maji. You understand? Bwana Yesu asifiwe sana. Umeshika mpaka pale. So mwanadamu lazima remain connected. Part yako hii ya mwili lazima iconnectiwe na ardhi. Now sehemu yako ya roho ilitoka kwa Mungu. The spirit you have came from God. Ndio hiyo spirit survive, inabidi remain connected kwa Mungu. Ndio unaona mmekuja ibada, mnajaribu kuconnect. Now with that spirit ndio unaweza engage the heavens. Ukristo ni ya kiroho lakini unaishi kimwili. So kula vizuri, usikugonjeke. Kuna magonjwa yajatoka kwa shetani, imekutoka kwa kula vibaya. Unakulaje mchele wiki moja? Mchele lunch. Una carbohydrate tu. Sukula hata mboga na omena. Kuna siku nilikuwa na Pastor Ngoge, nikamwambia, nikanua omena pale kwa hoteli. Nikamwambia kuna mchele nilibakisha jana, naenda kuikula na hiyo omena. Alicheka. Bwana asifiwe sana. Pika vitu vya ajabu. Siku moja nilikaa tu chini, nikaenda nikanunua sosi ya Eliakim, nikaikaanga. Alafu na baada ya kuikaanga, nikaimwagia githeri juu, nikaimix. Sosi na githeri inaenda kama nini? Unapata? Hapana, vinyo ulipata mama yako akipika hivyo tu na wewe ndio unapika. Mchele maragu. Ugali sukuma. Mix, jaribu kumix hivi vitu. Bwana asifiwe. Esther, chemsha mayai alafu ikaange. Simesha chemuka ikakuwa boilo. Katakata into small pieces alafu karanga. Alafu ikule na ugali. Bwana asifiwe. Pika tu vitu za ajabu tu. Mix vitu wana kama zinaenda. Wa Nigeria wanapikanga vitu yote kwa pot moja. Siku moja nawapeleka kwa rafiki yangu Nigeria, tukule huko. Samaki na kuku na nyama na mboga iko kwa pot moja. Hayo machanganya yote. Yote one pot. Everything is there. Okra hapo. Hata hapa hivi uko na kanyama ya sukuma imefunikwa na mboga. Samaki iko hapa kando, alafu nyama ya ng'ombe iko hapa. Yote ilichanganywa kwa pamoja kapikwa. Sasa inanuka kila Praise the name of the Lord Jesus. So you have to your flesh must remain connected to where it came from, the earth. Spirit yako lazima pia remain connected, maana Mungu alipumua pumzi ndani yako. So hiyo part yako, your spirit part must remain connected to God, who is the spirit, to survive. But the physical must remain connected to the earth where it came from. Mboga za kukuliwa ni mingi. Kwa kina Neema wanakula majani ya muhogo, inaitwa sombe. Si ni sombe? Sombe. Majani ya muhogo.
Kama hujawahi kula majani ya maharagwe, wewe hujui maisha. Kama mboga hujui maisha. Inateremuka teremu is very going. Yes. Sasa wewe umezoea tusukuma ugali. Ukijaribu sana umeongeza nyama. Unaona? Ukichange sana ni mchele. Pika matoke. Chukua bananas, karanga. Chukua viazi tamu, changanya na hiyo banana. Weka muhogo hapo. Weka na ndoma. Alafu ikaange. Alafu weke mboga kando, kula usikie venye inaenda. Yote umekaranga kwa poto moja. Inapitana hivi safi kama nini. Unafurahia kuwa chini ya jua. Mimi napenda mrenda. Unajua mrenda? I love mrenda. Yes, inaenda vizuri na ugali, inaserereka. Kwanza uongeze avocado hivi katikati. Very nice. Praise the name of the Lord. But you have to take care of your body. Hii mwili iko connected na, hakuna tatizo, hata tuko karibu kumaliza. Tunamalizia in the next 5 minutes. Bwana asifiwe. Mwili yako lazima ikule vitu imetoka kwa ardhi. Angalia ng'ombe unakula. Ng'ombe ni unakula ni nyama, lakini inabidi ukule nyasi ndio convert nyama. Simba ndio survive kwa sababu ilitoka kwa ardhi, inabidi ikule ng'ombe, ikule gazelle yenye inakula nyasi. Anything that came from the mother earth must remain connected to the earth to survive. So that's why you are very faithful to make sure your body survives, but you are not faithful to make sure your spirit survives. Maandiko yanasema kwamba Mungu akapumua pumzi yake. God breathed a breath of life into man. So your spirit man needs to remain connected to where it came from. They will survive. You are very faithful when it comes to eating, to keeping the flesh. Unaiosha kila siku. Nani hakuoga leo? Hakuna. Lakini kiroho kuna mwenye alioga? Hakuna. Mliamka bayanda bile zubo, napoenda kazi enda na mimi kayane. Hamuna discipline ya mambo ya kiroho. Hakuna discipline, lakini ya kukula. Kama sasa najua Mama Hope iko inapiga hesabu ni nini watu wanakula kwa hiyo boma. Esther naye ako hapa anatafakari. Mimi najua mimi niko peke yangu, naishi kama ndege wa angani. Naweza amua skuli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini uko very faithful when it comes to taking care of this flesh. But you have neglected your spirit man. Because it needs to also remain connected to its source, where it came from. Simama kwa miguu yako tumalize hii ibada. Hata sijaanza kufundisha kenye nilikuwa ninataka kufunza, but tutaendelea on Tuesday. But umeunderstand hiyo? Ardhi ilizaliwa na maji. Ndio mimea imezaliwa na ardhi. Inabidi remain connected kwa earth ndio mboga ikue mboga. Ukiitoa tu hivi kwa earth, kesho imekauka. So what was giving life to the plant? The earth, where it came from. What is giving your flesh, this one I'm seeing here, life, is the earth. You ate vegetables from the earth. You ate meat, which is animals which were formed from the earth. So you are surviving, your body surviving depends on the earth. Your spirit depends on God. But ya uishughulikie roho, maana uoni kama inahitaji kukua connected. Bwana asifiwe sana. Inua tu sauti yako, commit your life unto the Lord and tell Jehovah to help you remain connected and rooted to Him. To help you remain connected and rooted to Him this evening in the mighty name of Jesus. Just lift up your voice in Jesus' mighty name. In 1 minute I'll make that prayer in the name of the Lord. You have neglected your spiritual life for long. It's time you created discipline around your spiritual life, because your spirit needs to remain connected to the source. Our spirit came from God. Bible says in Genesis 1:26, let us make man in our image and in our likeness. Let man have dominion. Let the man have dominion over our lives in the name of the Lord. So pray this evening. Kabarado shazabe latamrevina, in the name of the Lord Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo. In Jesus name we pray. Amen, amen, amen. We may have our seats. Nitangaza matangazo 2-3 alafu tuingie mitini. Bwana asifiwe. We have our deliverance service on Thursday. We have our deliverance service on Thursday hapa.
And then we have our kesha on Friday. Tuko na kesha Friday. Bwana asifiwe. Tuko na nini? Kesha. Inaanza saa 4 kamili. Tutakuwa hapa mpaka asubuhi. Iko boflo na chai. So kesha yetu inakuwa mzuri. Bwana asifiwe. Tunakulisha kiroho na kimwili. Tunakupea ya Mungu, alafu tunakupea ya ardhi. Bwana asifiwe. Kutakuwa na boflo. Treasurer wa kanisa atahakikisha kuko na chai. Amenihakikishia nikitangaza hivi ako na everything that it takes to make sure kuko muhakikisha kuko na chai. Bwana asifiwe sana. So on Sunday we will have a feast here. It's a first Sunday of the month. We will have a feast. We will eat together as a church. Tutakula pamoja Jumapili. Kutakuwa na chapati kwa nyumba ya Bwana. Sema amen. Kama uko karibu na mtu mwambie kutakuwa na chapati kwa nyumba ya Bwana. Umeshika? Neema, kutakuwa na nini? Fantastic. Hiyo amesikia hiyo maneno. Bwana asifiwe sana. So Jumapili hakikisha umekuja na tumbo yenye haina kitu, maana tutailisha kabisa. Bwana asifiwe sana. Then we will have our strategic planning on that Sunday. Tutabaki hapa na watu kadhaa, tutapanga our 3 months ahead of us. That is mwezi wa 3, wa 4, wa 5 na wa 6. We are going to have a strategic plan for 4 months. So we're going to, after the service we eat, then we'll release other people, alafu we'll remain with the people that are leaders of this ministry and some people that will absorb into the strategic plan, because it is our plan by the grace of God by July we should be at least 60, not below than 60. So I will show you what God has told me we need to do for us to get into that number. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. So our strategic plan for the ministry, we'll discuss it after the meal, after the bread in the house of God. Bwana asifiwe sana. Remember our kesha is coming up. Already the poster is out. We'll print the posters. The handbills will be printed kesho. We'll begin to sambaza the handbills by tomorrow, and the Lord will bless us in the mighty name of. The design is out. I've shared in the church group and also on my page. The kesha will have ministers. Abu atakuwa, Esi atakuwa, we have Esther, we have Minister John, we have Gedenji, Muhoho Gedenji. We have men of God are coming, women of God that will help us in worship and praise, and I will be bringing forth the word of God that night. The theme of that night is my time has come. My time has come. My time. Ni wakati wangu wa kufaulu Bwana. Wakati wangu shetani uniwacheko. Hata wewe umenitesa mimi na nikutesemo. Ni wakati yangu. Is my turn to torment you also. You have tormented me enough. Umenikimbiza ya kutosha. Is now my turn to chase you also. Bwana asifiwe sana. Wachawi wamekutesa tesa na wewe ni wakati wako uwatese kidogo. Wewe na uwatese na moto. Bwana asifiwe sana. Nakumbuka kuna siku tulikuwa wadogo nikashika panya nikaifunga kamba. Nikaifunga kamba. Alafu pia nikashika pusi nikaifunga kamba. Yenye hazifikiani. Sasa zinakimbizana lakini hazifikiani. Nilizitesa nikifurahi mimi. Mimi nafurahia nikizitesa hivyo. Bwana asifiwe sana. So ni wakati wetu pia wa kutesa yako shetani asikie. Tumekimbia sana hata sina tukimbizane. Yes. Bwana asifiwe sana. Let's share the grace in the mighty name of Jesus. And now may the grace of God. Boy Jesus, hatujatoa sadaka. Kai. Wewe ndio mgeni, unaweza tusalimia? Yes, mama utusalimie ndugu yangu. Karibu sana. Karibu sana. Kuja utusalimia kwa hapa. Kuja na kuja, si ni nyumba ya baba yako. Kuja utu. Amen. Tusalimie. Salamia. Sama, hakuna shida. Hello. Unasikia? Sawa. Mimi naitwa Peter Kinuthia. Dongo. Karibu sana. Mimi nimeishi kupita hapa. Nikiwa mlevi sana. Nikitoka hii club sitasema kwa sauti oxygen. Wasisikie. 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 Sasa nikiteremka ndivyo nimesikia wimbo na nimeacha yuko zikiibo zingine za kina Demethius sijui nani.
na mimi nilikuwa nimeoshewa nguo kwangu penye naishi kwa plot. Nikaona mvua inataka kunye, nikitamka nikasikia ya kanisa. Nimempata hapa nje nakuwa na brother yangu na wewe. Nikabidi umeingia. Nimeingia. Sasa kuanzia leo hii kanisa ni yako. Hii kanisa ni yangu. Wewe ni mshirika hapa. Kuanzia leo. Hata sijasoma jina lakini nikinudhia kazi yangu ni electrician. Mimi nafanya kazi ya stima. Bas. Sasa sijui kama kuna mahali nimeitoa kazi saa hii jioni. Pai barabara kama road. Nilikuwa mrevi kabisa. Nikawarudisha stima. Lakini nimepatana na mama mzee hivi. Nikampatia shilingi 50. Nikakuja hapa nimekunywa pombe sikudaganyi, usikie na. Iko sawa. Unaona? Lakini sasa nilikuwa naomba. Hata kama ni maombi. Mimi kwangu nimeoa, niko na mtoto. Lakini tuliachana kama miaka kama 3 hivi. Alienda ng'ambo na akarudi hapa. Sijui kama hii sitasema na hii. Sasa tukeketi mahali hivi tukiwa hiyo tutaongea na wewe on Thursday. Kuja Thursday saa 8 tuongee mimi moja kwa moja. Hiyo ni private information. Sawa. Yetu tukiwa mimi na wewe. Ndio msione watu suluhisho iko kwa nyumba ya Mungu. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu. Inua mikono, sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Siku ya leo ninaamini ulikufa kwa ajili yangu. Leo nakiri ya kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Niokoe, nisaidie, saidia jamii yangu, saidia kazi ya mikono yangu, kwa jina la Yesu. Amen. God bless you. Haya, hii ni kanisa yako kuanzia leo. Thursday tena tuko hapa jioni, usikose, na Sunday. Umesikia tuko na chapati Sunday? Iko sawa. Bora usikose Sunday. Sawa. Okay, we can give our offerings. I almost forgot. Andika hapo jina na namba ya simu. God bless you. So we can give our offerings for those that are giving online. God bless you. My wife is watching with us always. Can we celebrate my wife? She's live watching. Bwana asifiwe. God bless you, woman of God. You are a blessing to this ministry and personally to my life. May the Lord bless you and keep you in Jesus' mighty name. Those that have watched with us, our giving number is right there, +2547189771108. God bless you for tuning in Jesus' name. We are meeting on Thursday. Our morning glory continues. Tomorrow 5:30 we'll be here praying, pushing in the place of prayer in Jesus' mighty name. God bless you in Jesus' name. See you next time in the name of the Lord Jesus. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Shalom.